Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Basi Jumapili ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu ushawishi, na ninakuomba ukaweza kufungua nami kitabu cha Mwanzo, mlango ni wa 3, nasoma kifungu cha kwanza mpaka cha 5. Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguze, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Basi hapa tunaona mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na Hawa. Baada ya uumbaji, tunaona kuna kitu ambacho kinakuja kufanyika katika maishani mwao. Biblia inasema kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa wima na akiwa imara, kabla ya kuja shawishi ili ya kumwingiza katika dhambi. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, kinasimulia kuhusu habari kwa mkutasari ya uumbaji. Napoenda katika mlango wa 2, tunaona sasa uumbaji umekamilika na Bwana anaangazia sasa sehemu ya mwanadamu. Sasa katika mlango huu wa 3 basi tunaona Biblia inaanza na habari nyingine tofauti, na habari yenyewe ni ya mnyama, hayawani. Biblia inasema ya kwamba baada ya Mungu kufanya uumbaji, aliwapatia wale wanyama akili. Lakini sasa hapa tunapata habari kuhusu hayawani huyu ambaye ni nyoka, na habari ambayo naambia ni kwamba yeye ni mwerevu kuliko hayawani wote. Na huo werevu ukamfanya sasa, hapo tunaona anaenda kuzungumza na nyanya yetu Hawa katika shamba la Edeni. Baada ya hapa haya mambo, nakuja kuona laana inashuka kule chini kwa sababu ya matokeo ambayo yametokana na ushawishi huyu wa huyu mnyama ambaye ni nyoka. Basi hapa tunaona maandiko inatueleza tu vizuri kwamba Hawa alipokuwa katika shamba lile la Edeni, alitembelewa na hayawani ambaye ni nyoka aliye mwerevu, naye akamjaribu kama mwalimu. Akamuuliza, eti hivi ndivyo Bwana Mungu aliwaambia nini, kwamba ameweka katika shamba hili nzuri limejaa matunda na amewaambia msikule matunda yote? Yaani kwa nini ameweka matunda mazuri katika shamba la Edeni hili, na anawaambia eti haya matunda yote nyinyi msiyakule? Hivi ndivyo Bwana Mungu aliwaambia? Na alikuwa anajua Mungu hakuambia namna hiyo. Sasa hapa tunaona shetani Ibilisi alikuwa ameingia ndani ya huyu nyoka, ndio alikuwa anazungumzia kupitia ndani yake. Kama vile tunavyosoma kitabu cha Hesabu, tunaona Mungu ameingia ndani ya punda wa Balaamu, alafu yule punda anaongea na Balaamu. Kwa sababu hapa sio Mungu ameingia ndani ya nyoka, ni Ibilisi ndiye ameingia ndani yake kuzungumza na huyo Hawa ili akaweze kuwaangusha. Basi katika ile mtego Hawa akamwambia kwamba hapana, Bwana Mungu hakutuambia namna hiyo. Alituambia kwamba matunda ya miti yote katika bustani tunaweza tukakula, lakini matunda ya mti ulio katikati mwa shamba la Edeni, ambayo matokeo yake tukiyakula tutakuwa na ujuzi wa kujua mema na mabaya.
basi Mungu alituambia kwamba tusiyakule yale matunda wala tusiyaguze. Akampatia jawabu kwamba tunaweza kula matunda yote, lakini mti ulio katikati mwa shamba la Edeni tusikule yale matunda. Kuna wakati nilikuja nikazungumzia hili jambo ya kwamba katika shamba la Edeni kulikuwa na matunda ya kila aina, na ambayo Bwana alikuwa amempatia Adamu na Hawa uwezo wa kuyakula. Hayakuwa na shida yote, ilikuwa ni ya chakula. Lakini kuna matunda mawili ambayo hayakuwa ya chakula, yalikuwa na kazi yake maalum. Moja ni matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alikuwa ameambia kwamba ile siku watakapokula yale matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, hakika kufa watakufa. Turudi katika mlango wa pili tuone vile Mungu anazungumzia pale katika mstari wa 16 wa mlango wa pili. Nasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani mwaweza kula. 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa ule ulikuwa ni mti ambao Bwana alikuwa ameweka pale, na ulikuwa na matunda, na yale matunda yalikuwa yanasimamia mauti, kwamba Adamu na Hawa kama wangekula yale matunda, basi matokeo ya kuyakula yale matunda ni mauti, haikuwa chakula. Alafu tena kukawa kuna mti wa ujuzi wa mti wa uzima. Kwa hiyo kulikuwa na miti aina mbili ambayo ilikuwa ina umuhimu sana. Nyingine yote ilikuwa ni ya chakula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa ni mti wa mauti. Alafu kawa kuna mti pia wa uzima ndani ya ile shamba la Edeni. Matunda ya mti wa uzima yalikuwa yamewekwa pale. Adamu akituna na kikula anaendelea kuishi milele katika dunia, hangeweza kufa. Basi Adamu kama angelikuwa ni mtu ambaye hakudanganywa na mkewe kupitia kwa nyoka, angekula matunda ya mti wa uzima, basi Adamu mpaka na wale angekuwa yuko duniani. Maana ilikuwa kila yale matunda mwili wake unanawiri na anaendelea kuwa mzima kabisa, afya tele, hazeeki, hadhoofiki, hakui namna gani. Ndio sababu alipotangulia kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Bwana Mungu alipopeana hukumu alimtoa katika shamba la Edeni na akazingira makerubi, akazingira shamba la Edeni. Mungu akasema, tazama hawa wanadamu wamekuwa kama sisi, wasije wakakuza mti wa uzima, na nimewalaani kwamba watakufa wakaendelea kuishi. Hata ule mti wa uzima ulikuwa bado kwenye shamba la Edeni. Kwa hivyo Adamu na Hawa hawakula mti wa uzima, bali walikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao uliwaelekeza katika mauti. Kama wangetangulia kula mti wa uzima, wangekuwa bado ni wazima na afya tele mpaka na waleo hii. Sasa hapo tunaona nyoka anamjaribu Hawa na anapinda swali lake, kama vile walimu wanafanyanga shuleni. Unajua mwalimu anapofundisha mwanafunzi, anapofikia kiwango sasa cha kuwapatia mtihani, huwa anamletea mwanafunzi yale mambo ambayo alimfundisha, na wanajua ako na ufahamu pale, lakini ile swali wanalitusi tu kidogo tu, hapo ndio unaona mwanafunzi anapita ama anaanguka. Ndio unaona mara nyingi mwanafunzi akifanya mtihani, akimaliza, akirudi nyumbani, ukimuuliza mtihani umekuwa vipi, anakuambia mtihani umekuwa rahisi, hiyo nitapita mbaya sana. Hata yeye anakaa akisherehekea tu, lakini wakati anasikia kuna matokeo yametoka, sasa tumbo joto linamuingia, anaanza kuhanya-hanya, hajui kutaendaje. Sababu walimu wanaposeti ule mtihani, wanaletanga mambo ambayo mwanafunzi amejifundisha, lakini wanapita tu kidogo ile swali kidogo tu. Sasa mwanafunzi anapokuja, asipokuwa mwerevu, akisoma makinika, hawezi kujua ile kona ambao wale walimu wameweka. Na hapo ndio mwanafunzi anaangukia. Yule ambaye anapata kuelewa ile kona, hapo ndio mwanafunzi huwa anapitia mtihani. Sasa nyoka alichukua ile statement ambayo Mungu alikuwa amepatia Adamu,
ya kwamba waweza kula matunda yote ya bustanini, ila tu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usikule. Ile siku utakapokula, kufa hakika utakufa. Sasa nyoka akaja katika ile swali na akalipinda kidogo, akasema ya kwamba huyu Bwana Mungu alisema ya kwamba haya matunda yote mazuri mazuri haya ambayo tunayaona hapa katika shamba la Edeni, yaani usikule. Sema hapana, hakutuambia tusikule, bali alituambia ya kwamba haya tunaweza kula yote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya tusikinge matunda yake tukaweza kukula. Tunaona pale mti wa uzima ulikuwa pale, na Mungu hakumzuia Adamu na Hawa kula katika mti wa uzima, hakuwazuia. Miti ya chakula ilikuwa, hakuwazuia, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndiye aliwazuia peke yake. Kwa hiyo Adamu alikuwa akule matunda yote, na hata matunda ya mti wa uzima pia akule ili aendelee kuishi, lakini akatokewa na mjaribu na akamshawishi Hawa, na Hawa naye akaenda akamshawishi Adamu, na baadaye Adamu pia akafanya ile dhambi ya uasi. Biblia inasema ya kwamba baada ya Hawa kumwelezea nyoka hivyo, nyoka akamwambia, sasa nimekubaliana na wewe. Kumbe hakuambiwa kwamba usikule matunda yote ya bustanini, bali aliwaambia tu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msikule, na akawatishia maisha, akawadanganya kwamba ile siku mtakula mtakufa. Wacha niwaambie ule ukweli, huyu Mungu amewadanganya, aliwadanganya kabisa. Wacha nikusaidia Hawa, wewe usaidie pia Adamu pia, kitu ambacho mlikuwa hamjui. Jambo ambalo Mungu alijua ni kwamba ile siku mtakapokula matunda ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alikuwa anajua hamtamtegemea tena kwa jambo lolote, bali mtakuwa mnajitegemea nyinyi wenyewe kwa kuyajua mazuri na mabaya bila kuambiwa. Kwa najua hii ni nzuri, hii ni mbaya, mtafumbuliwa macho. Kwa hiyo tangia Mungu awaumbe mpaka sasa hivi mahali mmefikia, amewafunga macho yenu, hamuoni, hamwezi kujua mema na mabaya, amewafunga, amewafanya kama marobot. Lakini sasa ili mkaweza kufunguka na mkaweza kuwa imara na mkaweza kwenda mbali katika kuona kwenu, kula haya matunda, kwa sababu haya matunda yatafungua macho yenu, yatafungua akili yenu, na hamtamtegemea Mungu tena, mtakuwa mnajitegemea wenyewe, na tena mtakuwa mnafanana na Mungu. Kwa hiyo hamtahitaji tena kuwa na Mungu ama kuwa chini ya Mungu. Na akawahakikishia kwamba kama ni kufa hawatakufa. Mungu alikuwa anawadanganya, wataendelea kuishi, watanawiri, na watajua mema na mabaya, na watakuwa kama Mungu, hawatategemea Mungu tena. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 6 kuendelea kule chini, Hawa alipoona kwamba ule mti unafaa kwa chakula, alafu unatamanika kwa macho, basi kitu ambacho Hawa alifanya, alitunda yale matunda na akakula, akapata kushiba, na vile vile akachukua akampelekea mume wake pia akakula, wote wakafumbuliwa macho. Sasa basi angalia, baada ya wao kufumbuliwa macho, walikuwa kama Mungu? Hapana. Manake aliwaambia nyoka ya kwamba ile siku mtakapokula haya matunda mtafumbuliwa macho, mtaona na mtakuwa kama Mungu. Sasa baada ya wao kukula, wamefumbuliwa macho, na kitu cha kwanza ambacho wamekuja kujiona ni kwamba wao wako uchi. Je, Mungu anajiona kwamba yuko uchi? Hapana. Sasa unaona ushawishi ambao aliwashawishi, kile ambacho alikuwa amewaambia sio kile ambacho kilikuja kufanyika. Maana aliwaambia kwamba wakikula watafumbuliwa macho na watakuwa kama Mungu, wakijua mema na mabaya, na hawatamtegemea Mungu tena. Sasa wamekula, na hatua ya kwanza ambayo wameipata ni kwamba wamefumbuliwa macho, wamejiona wenyewe sasa vile walivyo, wakajiona wako uchi. Kitu ambacho walifanya, wakajaribu kufunika uchi wao
kwa kutuna majani waweze kujifunika. Bwana Mungu alipotokezea pale, akaita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akamwambia niko huku. Unafanya nini? Nimejificha. Kwa nini umejificha? Hakuna jawabu. Niko uchi. Nani alikwambia uko uchi? Akanyamaza. Sasa Mungu mwenyewe akajibu, ama ulikula ile tunda la mti ambao nilikukataza usikule? Akasema basi huyu mwanamke uliyenipa amefanya haya maneno. Sasa unaona ushawishi ambao nyoka amemshawishi Hawa na ikaingia mpaka kwa Adamu, haikuwa vile alikuwa amemwambia. Yale ambayo alikuwa anamwahidi imekuwa tofauti. Yale ambayo Adamu anayapata sasa na Hawa ni tofauti. Kuna siku niliuliza mwanasiasa mmoja mai kuambia hii habari. Nilikuwa nimembeba, nikawa namuuliza, alikuwa ni MC wa mkutano. Wana mkutano pale kwa hoteli. Nikawa namuuliza, kitu gani nyinyi wanasiasa wao mnafanya mpaka mnafanya watu wanaingiwa na hamaki, mpaka hata mnaongea tu maana alafu watu wanatoka mahali pale wanakimbia mahali wanaleta vurugu, hata wanaweza kupiga, hata wakachoma magari ama kuchoma manyumba ya watu. Kitu gani wao mnatumia? Akaniambia, sisi kama wanasiasa ukienda mahali unatafuta ukweli wa pale mahali kabisa, alafu ule ukweli baada ya kuupata wote unachukua ukweli nusu, alafu unachukua uongo pia nusu, unachanganya, alafu unapatia wale watu. Wale watu ni kama wanalewa mara moja. Ukiwaambia ukweli pekee utafaulu, ukiwaambia uongo pekee utafaulu. Basi lazima uanze na ukweli, ule ukweli uchukue uongo uchanganye ndani yake, alafu wapatie. Sasa hapa shetani amesikia kwamba wakila ile tunda wataweza kufumbuliwa macho, na kufumbuliwa macho kwao itakuwa ni kujiona jinsi walivyo. Sasa yeye anawaambia kwamba mtafumbuliwa macho na mtakuwa kama Mungu. Hivyo ndivyo shetani anafanya kazi ya kushawishi watu. Kila siku wakati tunapotembea, tunapofanya shughuli zetu, tunapolala, kuna sauti ambazo zinatuzungumzia. Sauti ya Mungu yaongea, sauti ya shetani pia inaongea. Shetani huenda asiongee na wewe kupitia kwa nyoka, lakini akapitia kwa mwanadamu kama wewe. Kwa hiyo ili mtu wa Mungu ukaweza kujua ni sauti gani inaongea na wewe, ni mpaka uwe na uzoefu wa kusoma maandiko na kuyajua maandiko. Yesu akasema ya kwamba mwapotea kwa kutokujua maandiko. Kwa hiyo wakati unapokuwa Mkristo, siku zote lazima uwe na mazoea kusoma maandiko, umruhusu Mungu aongee na wewe. Alafu pia uombe, ujikabidhi mbele za Bwana, uzungumze na Mungu wako. Kwa hiyo uwe na upande wa kuruhusu Mungu aongee na wewe pia uwe na upande wa kujisongesha mbele za Bwana kuongea na Mungu wako. Siku zote sauti hizi zitakujia. Kwa mfano tunapoangalia Yesu akiwa amefunga siku 40. Biblia inasema ya kwamba baada ya siku 40 aliona njaa. Nani alimkujia Yesu? Mjaribu ambao ni Ibilisi. Na akamjaribu katika majaribu matatu. Katika yote Yesu alimshinda kwa sababu alimwambia kwamba imeandikwa. Imeandikwa. Na shetani alipojua kwamba Yesu amebesi katika maandiko, naye akamwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, kampeleka katika kilima kirefu, jitupe chini, maana imeandikwa, Mungu ataagiza malaika zake watakushika na mikononi mwao hautaweza kujikwaa. Yesu akamwambia imeandikwa pia, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo lazima uwe na uzoefu wa kuongea na Mungu wako, na vile vile wa kuweza kumruhusu Mungu aongee na wewe kwa Biblia. Mara nyingi ukiuliza Wakristo wameomba mara ngapi kwa wiki, utaona Mkristo anakwambia ni mara kwa mara. Asubuhi anaomba, mchana anaomba, jioni anaomba, usiku anaomba. Lakini ukiwauliza Wakristo amesoma Biblia mara ngapi kwa wiki,
utaona anapiga piga mabreki. Kwa hata wengine hawafungui kabisa Jumapili kwa Jumapili. Kumbuka wakati Yesu anazungumzia kuhusu watu kwamba wanamsema yeye ni nani, katika kitabu cha Mathayo mlango ni wa 18 mstari wa 16 kuendelea mbele, Biblia inasema kwamba Yesu alienda Kaisaria ya Filipi na akauliza wanafunzi wake, je, watu wananiona mimi kuwa ni nani? Wakamwambia, watu wasema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema kwamba wewe ni Yeremia, na wengine wanasema kwamba wewe ni mmoja wa manabii. Yesu akamwambia, sawa, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Biblia inasema kwamba Simoni Petro akamwambia kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, Simoni mwana wa Yona, damu na nyama haikufunulia hii, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye amekufunulia hii. Na nakwambia kwamba wewe ndiyo Petro, yani jiwe ndogo, lakini juu ya mwamba wa ufunuo ambao umeopeana huu kunihusu mimi, nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Endelea kusoma pale pale mbele kidogo. Sasa baada ya hapo, maana Petro ametumika na Roho wa Mungu kumfunua Kristo Yesu. Sasa pale mbele kidogo, ukisonga mbele, unakuta sasa Yesu anaanza kuzungumzia kuhusu vile mwana wa Adamu atakavyoshikwa, apelekwe kwenye mahakama, ahukumiwe, apigwe, auawe, azikwe, na baada ya siku 3 afufuke. Biblia inasema kwamba Petro akamshika mkono, akamleta kando na akaanza kumkemea Yesu. Akamwambia kwamba katika haya mambo yote ambayo umeyasema, lisitendeke hata jambo moja kwako. Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia, ondoka kwangu Shetani, maana wewe uyawazi yaliyo ya Mungu, bali unawaza yaliyo ya binadamu ya hapa chini. Sasa unaona Petro ametumika mwanzo kumfunua Yesu. Yesu akasema ya kwamba Roho ndiye amekufunulia. Yule Petro sasa anamkemea Yesu kwamba mambo ambayo amesema hatatokezea. Yesu anamuona sio Petro, anaona ni Shetani ndiye ameingia ndani ya Petro. Kwa hiyo unaona Petro ni yule yule tu, ametumika na Roho wa Mungu na kumfunua Yesu, na hapa anatumika na Shetani akikashifu na kumkemea Yesu kwamba mambo ambayo ameyasema hayataweza kumpata. Hii ni mojawapo ya njia ya kuzuia kwamba ukombozi usipatikane. Sasa kama Yesu angekuwa anajua, ingekuwa ni shida yeye kuweza kugundua, lakini alijua na mapema kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu. Angalia Paulo walipokuwa nakwenda hekaluni mara kwa mara katika maombi. Biblia inasema kwamba kuna kijakazi kimoja ambaye alikuwa anawafuata, akisema kwamba hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wasikizeni. Wakaangalia wakafikiri ni Roho wa Mungu anazungumza, lakini walipoangalia mchana siku moja wakasema hapana, huyu sio Roho wa Mungu anazungumza hapa ndani, huyu ni roho ya Ibilisi. Na wakamkemea hiyo roho, wakamtoa ile pepo. Hiyo msichana ambaye alikuwa na pepo la waguzi akaishiwa nguvu, kila kitu kikapotea, akawa haoni tena ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo wapendwa, tunapoishi katika ulimwengu huu kuna vishawishi vya kila sambuli ambavyo vinatufuata. Wakati Mungu anapokushauri, kuna vishawishi ambavyo vinakuja kwako, vinazungumza kinyume na neno la Mungu. Basi wakati wote kama hauna mazoea na neno la Mungu, hausomi maandiko, basi utapotea. Yesu alisema mwapotea kwa kutokujua maandiko. Kwa watu wa Mungu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko. Ndio sababu sasa hivi tusimama hapa uwanjani na useme ya kwamba nafanya crusade, na utangazie watu ya kwamba wewe ndio Yesu Kristo umerudi. Watu watatoka Kilifi, watu watatoka Mombasa, watu watatoka hata kule Nairobi, wanakuja kuangalia Yesu ambaye amerudi. Kwa nini wakuja kuangalia? Ni kwa sababu hawasomi maandiko. Na kwa sababu hiyo hawawezi kuelewa. Kuna wakati ilisemekana ya kwamba Yesu ameonekana kule Nyeri akiwa na Mariamu. Mariamu ameonekana Nyeri, amemshika Yesu, amembeba Yesu mtoto wake. Watu wakaamini kweli kweli, na wakataka kwenda kule Nyeri kwenda kuangalia huyo Yesu ambaye ako na Mariamu.
Ni kwa nini walifanya namna hiyo? Ni kwa sababu wasome maandiko. Sasa basi ni vyema kwa Mkristo kuelewa maandiko. Na itakusaidia wakati ambapo shetani anakuletea vishawishi, utasimama imara kama Yesu kwamba imeandikwa. Jaribu ambalo limempata Hawa ni kwamba shetani anamwambia kwamba ukila yale matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika hautakufa bali utakuwa kama Mungu. Akaamini mambo ya shetani, akaacha mambo ya Mungu. Ndio sasa hivi tukiambia watu kwamba Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye anaweka serikali katika ulimwengu na kusingoa zenye ziko. Nasikia hata anakuambia kwamba mambo mengine Mungu anaweza kufanya kile upande wa serikali. Hiyo mambo hapana. Wanakuambia hapa Kenya hakuna kitu kama hiyo. Hapa Kenya wanadamu ni wanachagua, sio Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawaamini. Na shetani anaingia kwao, anawaambia kwamba waseme ya kwamba haiwezekani. Mara nyingi unapokuwa katika msimamo wako ulio ukweli, shetani akitaka kukuweza, atakutafutia mtu ambaye ni rafiki yako, mtu ambaye unamwamini. Unajua kile kushawishi ni rahisi sana kufuata ule ushauri wake. Kile mtu ambaye hamna mazoea na yeye unaweza kumkataa. Kwa sababu shetani alikuwa anataka kutumia Petro amshawishi Yesu Kristo ili akaweze kupoteza shughuli ambayo ilikuwa imeleta hapa duniani. Wakati Yesu ako kwenye mlima amefunga siku 40 usiku na mchana na anaona njaa. Unaona Ibilisi anamkujia na anamwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, sigeuza haya mawe yawe mikate na ukule ushibe. Kama yeye angekuwa na huruma, mbona simletee mikate? Kama angekuwa anamhurumia, anamwambia abadilishe mawe yakuwe mikate na aweze kukula. Nikana kwamba anamuonea huruma, nikana kwamba anaona babake anamdhulumu, anapata dhuluma kutoka kwa Mungu. Lakini Yesu alimshinda kwa maandiko, anasema imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mikate pekee, ila kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Mkristo ambaye ana nguvu, Mkristo ambaye anaweza kaenda mbali katika imani, ni Mkristo ambaye amelishika neno la Mungu na anamwamini Bwana. Ndio sababu naona saa hizi kuna watu wamesoma Biblia na wamejua ukweli, lakini kuna mambo ambayo anafanya kinyume na maandiko. Ukimuuliza anakuambia kwamba sisi kanisani kwetu katika dhehebu letu wanaruhusu kufanya hivi. Tena kwa maandiko anasema mambo ya Biblia hapana, lakini mimi naongea kwa niaba ya dhehebu letu. Tunaruhusiwa kufanya hii na hii na hii na hii. Yule shetani bila amekuwa mjanja. Biblia inasema kwamba siku za mwisho watu watakuwa ambao wanakuwa na masikio ya utafiti na wanataka kusikia mambo ambayo wanataka kuyasikia. Kwa sababu hiyo watajitafutia walimu ambao watawafundisha yale mambo ambayo wanataka kuyasikia. Ndio sasa ukienda mahali ambapo kumekita na uchawi, nenda kule waambie kwamba Mungu amekutuma kwenda kuangamiza uchawi. Utakuta watu watakuja wengi, wewe ni crusade, wewe ni kesha, watakuwa na njaa. Nenda mahali watu wanateseka katika umaskini, waambie Mungu amekutuma uje uondoe katika ule umaskini, uone kama watajaa. Nenda mahali watu ni wagonjwa, waambie Bwana amekutuma pale uende wafanye kuwa na afya teletele, uone kama watakuwa sawa. Kwa shetani kitu ambacho anafanya, ana twist tu kidogo. Na tunaambiwa kwamba yeye anapokuja kwako haji na kitisho, anakuja kama malaika wa nuru. Kwa sababu unaona wale watu ambao wanajinyonga mara nyingi wanakuanga na ile kitu inaitwa kujihurumia, self pity. Yaani shetani analeta mambo ya huruma. Angalia wewe unateseka, angalia wewe unaishi vizuri, angalia wewe unaishi vibaya, angalia wenzako wananawiri, wewe unakaa katika shida. Haya tabaka tu ulimwenguni huko, jiondoe tu ulimwengu, watu wapata hasara. Anakushawishi ni kana kwamba anakuhurumia. Sasa ile self pity inapokuja kwako, unaamua unajitupa ndani ya bahari ama unachukua kama unajinyonga ili hao watu ambao wanasikia raha na wanateseka wapata hasara. Na hujui kama wewe ndio unajitia hasara mwenyewe. Sasa mara nyingi unaona hata kazini shetani anakuonyesha ya kwamba wewe unasimama ni mwaminifu kwa Mungu. Shetani anakuambia kwamba hii mali ambayo umeiona hivi, ukiacha tu utakuwa huna kitu. Tulikuwa umenunua shamba na ulikuwa hujapata pesa ya kumalizia.
pesa ndio hizi hapa, chukua hiyo umalizie, mambo mengine ni baadaye. Lakini kama utasimama imara, utamwambia kwamba hapana, imeandikwa ya kwamba yeye Mungu aliyeanzisha kazi njema ambayo alinisaidia nikaweka deposit ya kununua shamba, atanisaidia mpaka nitapata pesa ya kumalizia pasipo kutumia ufisadi. Sasa shetani anakushawishi. Wakati ambapo anataka kuomba, shetani anakuambia kwamba leo umechoka sana, wewe lala usiombe. Utaomba kesho. Wairishe maombi. Unaposema toka kusoma Biblia anakuambia kwamba sasa hivi fika wakati wa taarifa. Angalia nini kinajiri kwanza, alafu baadaye ndio utasoma Biblia, hausomi tena. Unapotaka kwenda kanisani anakuambia leo hujafua nguo. Hatumii nguvu. Biblia inasema kwamba anapokuja kwako anakuja kama malaika wa nuru. Ana shine, anang'ara vizuri. Na anaongea na wewe kwa sauti nzuri. Kwa vishawishi vizuri, halazimishi kwa nguvu. Anakuambia kwamba angalia wiki nzima wewe ulikuwa kazini hujafua nguo. Angalia nyumba yako bado hujaitengeneza. Angalia hata vyombo hujaviosha. Sasa wewe ukienda kanisani, nani atakutengenezea nyumba? Nani ataosha hiyo? Na nguo zako kirudi jioni na saini wakati wa mvua ukiosha, zitakauka kweli? Leo fua, Jumapili ijayo utaenda kanisani, airisha. Unairisha. Wakati mtu anapokuja kwako ako na shida na unaweza kumsaidia, anakuambia kwamba usimsaidie leo kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaweza kumsaidia, sio wewe pekee. Kwanza kuna matajiri wengi hapa ambao anaweza kwenda kwao na wakamsaidia. Wewe kama ni kumsaidia, kama atakosa msaada kwa hao matajiri wa hapa wote, basi sasa kesho akija wewe msaidie. Anakushawishi alafu naacha kumsaidia. Wakati ambapo shetani amemvamia Ayubu, amemnyang'anya mali yake yote, amemnyang'anya watoto wake wote, wamekwenda, wamekufa, ameharibu mwili wake, Ayubu amekosa matumaini. Shetani alipitia kwa nani? Alipitia kwa mke wake. Akamwambia, sasa wewe wanangu, bado unashikamana na Mungu mpaka na leo? Mlaani huyu Mungu alafu uweze kukufa. Ayubu akamwambia, mbona hivyo unaongea kama wanawake wasiokuwa na akili? Je, tutarajie kupata mambo mema kwa Mungu na tusipate mabaya? Mke wake akanyamaza, hakurudia tena. Naona alimtumia mke wake mtu wa karibu. Baada ya hapo marafiki wa Ayubu wamekuja kumtembelea. Elifasi, Bildadi na Sofari. Marafiki best friend wake wamekuja kumtembelea. Walipomwangalia Ayubu, Biblia inasema kwamba walipomwangalia Ayubu anajikuna, walikaa wiki nzima tu wakimwangalia Ayubu. Wakaweka majivu kwa vichwa, wakasema hatuamini yale mambo ambayo tunayaona. Huyu ni Ayubu ambaye tulikuwa tunamjua ama huyu ni mtu mwingine? Sasa walipofungua kinywa chao na kuanza kuongea na Ayubu, walianza kumhukumu Ayubu na kumshtumu kwamba Ayubu ni muovu, amefanya dhambi, ndio sababu anapata haya mambo mabaya. Kwa sababu hiyo wao wako safi, wao ni watakatifu, ndio sababu hawana magonjwa na hawana mambo kama haya. Ndiposa walimshawishi vibaya, wakamshtumu vibaya, wakamhukumu vibaya, lakini Mungu asimama naye. Dakika ya mwisho wakati Mungu alizungumza na Ayubu, alimwambia wale marafiki zako walinena vibaya sana. Kwa sababu hiyo sasa, hebu waombee na utoe sadaka kwa sababu ya dhambi zao ili nikaweza kuwasamea. Ayubu akawaombea na akatoa sadaka, ndio hasira ya Bwana ikaondoka akawaacha. Kwa hiyo alitumia mke wake, iliposindikana akatumia hawa marafiki zake kumshawishi atoke katika njia ya Mungu ili akaweza kuangamia. Kwa hiyo shetani anaweza kutumia mke wako. Shetani anaweza kutumia mume wako. Shetani anaweza kutumia mtoto wako. Na shetani pia anaweza kutumia mzazi wako kupoteza mtoto. Kwa hiyo ili ukaweza kuwa imara ni mpaka uwe unajua maandiko na uwe na ushirika na Mungu, ndiposa ukaweza kujua mbinu za udanganyifu ambazo ni za ibilisi. Jambo lolote ambalo utalifanya, angalia Mungu anasema nini kuhusu hilo jambo katika maandiko. Ukiona limeingiana, lifanye. Ukiona kuna maandiko ambayo yanalikataa, likatae kabisa, utapata hasara, lakini baadaye Mungu atakusimamisha tena. Tusiende njia za mkato. Njia za mkato zaidi, utaona msaada kwa ufupi, lakini hauendi mbali. Kwa sababu naona kuna watu hata wanaenda
in action mpaka wanaabudu mashetani ili wapate mali. Biashara hiyo na wateja wengi, kazini akaweza kupromotiwa haraka haraka, kanisani aweze kuwa na washirika wengi, na inafanyika lakini kwa muda kidogo tu, baadaye zile vitu hasikui tena, ama yeye mwenyewe hakui tena. Kwa shetani atakushawishi na siku zote atakupatia njia ya mkato ya kusaidia. Sasa hapa anamshawishi Hawa ya kwamba akila yale matunda ya ujuzi wa mema na mabaya atakuwa mwerevu kama Mungu, yeye na Adamu. Kwa hiyo atamtegemea Mungu tena. Ndio ameshauri watu wengi, amewashawishi mpaka wameingia katika mtego wake, hawamhitaji Mungu tena. Na kitu ambacho shetani huwa anataka kufanya ni kwamba anataka kufanya umuasi Mungu kwanza, utoke kule kwa Mungu. Sasa aikupata sasa akufanye vile anavyotaka na kutumia vile anavyotaka. Ili ukiwa katika uwepo wa Mungu utamshinda. Angalia vile alimwambia Mungu kwamba Ayubu anakuamini, Ayubu anakuabudu ni kwa sababu wewe umembariki na mali nyingi na umezidi kuongeza. Sasa kitu ambacho anafanya, ondoa hii mali uone kama atakutukana. Sasa kuna vitu ambavyo shetani huwa anavitumia, na kama ni mtu wa Mungu usimame imara. Kwa imara ni kwamba jambo lolote ambalo utalifanya, wazo lolote ambalo litakukujia katika akili yako ambalo linagongana na maandiko, hiyo achana nalo. Hiyo sio wazo la Mungu. Hapo ndio unajua kwamba ni wazo la shetani. Kusoma Isaya 8:20 nasema ya kwamba na waende kwa Torati na manabii. Ikiwa hawaendi sawa sawa neno la hii, basi bila shaka hakuna nuru ama hakuna asubuhi. Kwa kama kuna jambo lolote ambalo unaliendea, liangalie katika maandiko. Na unapoliona katika maandiko, sema ya kwamba Mungu anasema hivi katika maandiko. Tosha, hakuna mambo ya kuongeza. Na hapo utamshinda shetani. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 4:7, kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo wakati unang'ang'ana na kumpinga shetani, kitu cha kwanza kabisa lazima umtii Mungu kwanza. Baada ya kumtii Mungu, ukimpinga shetani atakimbia. Lakini kama wewe ni muasi kwa Mungu, hata ukipinga shetani asije akaondoka. Na akasema huyu ni wangu huyu. Nyanya yetu aidanganywa akaasi Mungu, akamshawishi Adamu pia akaingiana. Naona shetani alimshawishi Hawa akamshawishi Adamu. Wakati Mungu amejua wote wamefanya dhambi, alipoanza kuhukumu, aliwahukumu wote, hakuna mwenye aliacha hata mmoja, kwa sababu walihusika katika hali ya uasi. Kwa hiyo unaona hata Biblia inasema hata kama marafiki, Biblia inazungumzia, hakuna kitu ambacho Biblia inazungumzia. Nasema marafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Si Biblia inasema namna katika kitabu cha Mithali. Sasa unaona hata marafiki pia lazima uangalie ni marafiki gani ambao unatembea nao. Kuongea pia natuelezea jinsi ya kuongea. Kuwaza pia jinsi ya kuishi na adui wako wanakuelezea. Kwa hiyo wakati ambapo na muasi Mungu anaanza kuishi katika uasi, mambo yanakwenda mrama. Kwa hivyo siku zote sikia sauti ya Mungu. Hakuna siku ambayo utamuona Mungu hapa duniani. Biblia inasema kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kumuona Mungu. Na Yesu mwenyewe alisema, ila tu mwana ambaye alitoka kule mbinguni na akashuka na ambaye atarudi kule tena. Wakati unaposoma neno la Mungu, amejifunua hapo katika neno la Mungu. Kama vile kiongozi alivyosema hapo mwanzo, ya kwamba Bwana amejifunua, na amejifunua katika uumbaji, na vile vile amejifunua katika neno lake. Unapoangalia uumbaji unaona kuna Mungu. Unapoangalia neno lake unajua kuna Mungu. Basi hapo panatosha. Na Yesu alisimama na akamshinda shetani akisema kwamba imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Kwa hiyo wakati hapo utasema mimi hapo hata hautaenda mbali. Lakini wakati unasema kwamba Mungu anasema, neno la Mungu linasema kwamba imeandikwa hivi, hapo shetani hatakuwa na chake tena pale. Ndio shetani anataka kuondoa katika maandiko, akuweke kando ya maandiko ndio akushughulikie vizuri. Lakini kuacha pale ndani ya maandiko utasimama imani hataweza kushinda. Kwa hivyo wapendwa, tuwe makinifu kwa sauti ambazo tunazisikia. Hata asubuhi ukiamka, ukitaka kwenda kazini, unasikia utoke uende kazini, lakini unasikia wengine kwambia lala kidogo kama dakika 15 hivi ndio utoke. Mwili unataka kukataa. Ukienda ukifanya kazi kidogo unasikia mimi nakwambia kwamba hii mwili umechoka. Suri nyumbani upumzike.
Au roho ingekuwa hapa jikase kidogo kama Masamueli hivi. Unaona siku zote sauti zinakujanga zote. Sauti ya Mungu inakuja, sauti ya Ibilisi pia inakuja. Na Ibilisi ana vyombo vingi vya kutumia. Anaweza kutumia jamaa yako, anaweza kutumia mzazi wako, anaweza kutumia mtoto wako, anaweza kutumia ndugu yako, anaweza kutumia rafiki yako, hata anaweza kutumia serikali yako. Anaweza kutumia hata chifu. Bora tu amekutoa katika njia ya Mungu. Hiyo ndio anataka. Hata anaweza kutumia mbunge wako kama gavana kukutoa katika laini ya Mungu. Bora tu umeshatoka pale hata kujua anakuwahi vizuri. Kwa hiyo tuwe waangalifu wapendwa kwa sauti ambazo zinakuja kwetu. Kila sauti inapokuja lazima tuipime. Ndio Biblia inasema kwamba msiamini kila roho. Kwa hiyo roho zinapokuja kuzungumza na nyinyi msipime zile roho kwanza muone kama zimetoka kwa Mungu. Kwa hiyo sauti ambayo unaisikia usitake kujua imetoka kwa nani. Hata kama ni kwa askofu mkuu. Iangalie maana shetani atamtumia yule askofu kuangamiza watu. Unajua dhambi ya watu wakubwa inashikanga watu wengi sana. Na mtu atakwambia kwamba ninafanya kitu kwa sababu askofu wetu ndiye alituambia. Kila mtu anakuambia askofu wetu ndiye amesema. Tutafanya nini? Kuna kitu tutafanya. Kwa hivyo usitake kujua sauti imetoka wapi. Hata kama imekuja kwa mtu ambaye ni wa msaada kwako. Lakini ukiona kama ni sauti ile inakuja negative kwa upande wa nini? Kwa Mungu. Basi achana na hiyo sauti, ushikamane na Mungu. Mungu wetu awabariki sana.